Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Uko nami Adam Hussein. Israel imekuwa na hofu juu ya mazungumzo ya nyuklia kati ya Marekani na Iran. Lakini hofu ya Israel ni kwamba huenda Marekani kakubaliana na hoja za Iran, hasa juu ya kuendelea kwa uzalishaji wa nyuklia ambayo wanadai kwamba ni kwa ajili ya matumizi ya kiraia. Marekani na Iran zinatazamiwa kufanya mazungumzo ya awamu ya pili mnamo Aprili 19 ili kuafikia makubaliano mapya kuhusu mpango tata wa nyuklia wa Iran. Mwaka 2018 Donald Trump aliondoa Marekani kutoka katika makubaliano ya hapo awali ya nyuklia kati ya Iran na mataifa yenye nguvu duniani na kuiwekea tena vikwazo vya kiuchumi kwa nchi hizo, hatua iliyoikasirisha Iran. Trump ameonya kuwa hatua za kijeshi zitachukuliwa iwapo mazungumzo haya hayatafanikiwa. Miongoni mwa mambo ambayo Israel inatamani wakati huu ni kushambuliwa kwa Iran moja kwa moja, hasa katika vituo vyake vya nyuklia. Ikumbukwe hata wakati wa utawala wa Joe Biden, Israel chini ya utawala wa Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu walitaka kuona namna Iran ikishambuliwa, hasa kushambulia vinu vyake vya nyuklia. Lakini wakati huo rais wa Marekani bwana Joe Biden alikataa kushambuliwa kwa vinu vya nyuklia vya Iran. Lakini kuingia kwa Donald Trump kulimpa nguvu Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu, akidhani kwamba pengine atakubaliana na hoja za moja kwa moja katika kuishambulia Iran. Iran inasema haitengenezi silaha za nyuklia, lakini nchi nyingi na wakala wa kimataifa wa nishati ya atomiki IAEA, shirika linalosimamia nyuklia duniani, hazijashawishika. Wakati vifaa vya siri vya nyuklia vilivyogunduliwa nchini Iran mwaka 2002, mashaka yaliibuka juu ya nia ya nchi hiyo katika kutengeneza silaha za kinyuklia. Lakini je, mpango wa nyuklia wa Iran umeendelea vipi? Tangu Marekani ilipojitoa katika mapatano ya sasa ya nyuklia yanayojulikana kama mpango kamili wa utekelezaji wa pamoja JCPOA mwaka 2018, Iran imevunja ahadi kuu za kulipiza kisasi, uamuzi wa kuwekea vikwazo tena. Iran imeweka maelfu ya vinu vya kisasa vya kurutubisha madini ya uranium ambavyo vimepigwa marufuku na mpango kamili wa utekelezaji wa pamoja. Silaha za nyuklia zinahitaji urani iliyorutubishwa kwa 90%. Chini ya mpango kamili wa utekelezaji wa pamoja, Iran iliruhusiwa kumiliki kilo 300 pekee za uranium iliyorutubishwa hadi 3.67%. Hii inatosha kwa nishati ya nyuklia ya ujumla na madhumuni ya utafiti. Kiasi hiki hakitoshi kuzalisha silaha za nyuklia. Lakini mwezi Machi mwaka 2025, shirika la kimataifa la nishati ya atomiki limeripoti kwamba Iran ilikuwa na takribani kilo 275 za uranium iliyorutubishwa, ambayo ni sawa na 60%. Ikiwa Iran ingerutubisha uranium hata zaidi ya hiyo, kinadharia ingetosha kutengeneza takribani nusu dazeni ya silaha. Tangu mwaka 2010, Umoja wa Mataifa, Umoja wa Ulaya na Marekani zimeiwekea Iran vikwazo vikali vya kiuchumi kutokana na tuhuma kwamba inatumia mpango wake wa nyuklia kutengeneza bomu la nyuklia. Hata hivyo, walidhani huenda Iran imetengeneza makombora karibia 4 hadi 6 ya nyuklia. Mwaka 2015, Iran na mataifa 6 yenye nguvu duniani, Marekani, China, Ufaransa, Russia, Ujerumani na Uingereza, yalifikia makubaliano yaliyoitwa mpango kamili wa utekelezaji wa pamoja JCPOA baada ya mazungumzo ya miaka mingi. Pamoja na vikwazo vilivyowekwa kwa mpango wa nyuklia wa Iran, wakala wa kimataifa wa nishati ya atomiki ulipewa ufikiaji wa vifaa vyote vya nyuklia vya Iran na kukagua maeneo yanayotiliwa shaka. Kwa upande wao, walikubali kuondoa vikwazo vya kiuchumi kwa Iran, makubaliano ya mpango kamili wa pamoja wa utekelezaji ambayo ilibuniwa kudumu kwa miaka 15. Lakini ni nini ambacho Marekani wakati huu inataka? Tangazo la Trump la mazungumzo na Iran lilishangaza Israel. Kwa muda mrefu, Trump amesema atafungua mpango bora kuliko mpango kamili wa utekelezaji wa pamoja. Hata hivyo, Iran hadi sasa imekataa kufanya mazungumzo ya makubaliano hayo ya moja kwa moja. Trump alikuwa ameonya hapo awali kwamba Iran ingeshambuliwa kwa bomu ikiwa haitakubali makubaliano hayo. Mshauri wa usalama wa taifa wa Marekani Mike Waltz amesema anataka kusambaratisha kabisa mpango wa nyuklia wa Iran, na amebainisha kuwa urutubishaji wa nyuklia wa Iran unapaswa kuzingatiwa kuwa ni mpango wa mkakati wa makombora. Wakati Donald Trump amesema kutakuwa na mazungumzo ya moja kwa moja, waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Araghchi alisema mazungumzo ya Oman hayakuwa ya moja kwa moja, na hata haya ambayo yatafanyika mnamo Aprili 19 nayo pia hayatakuwa ya moja kwa moja.
Sasa tufahamu, je, hofu kuu ya Israel ni ipi? Baada ya tangazo hilo la Donald Trump, waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu alisema kuwa ni makubaliano tu ya Iran kuachana kabisa na mpango wake wa silaha za nyuklia ndiyo yatakubalika. Tutaingia chini ya uangalizi na usimamizi wa Marekani kulipua vinu vya nyuklia na kuharibu vifaa vyote, alisema waziri mkuu Benjamin Netanyahu. Wasiwasi mkubwa wa Israel ni kwamba Trump atakubali mafikiano bila ya Iran kujisalimisha kikamilifu, hatua ambayo anaweza kuionyesha kuwa ni ushindi wa kidiplomasia. Israel ambayo haijatia saini mkataba wa kuzuia uenezaji wa nyuklia NPT inaaminika kumiliki silaha za nyuklia, madai ambayo Israel haijathibitisha wala kukanusha. Israel inaamini kuwa Iran yenye silaha za nyuklia ambayo haikubali uwepo wa Israel itakuwa tishio kubwa kwa upande wake. Marekani na Israel zina uwezo wa kijeshi kushambulia miundombinu ya nyuklia ya Iran, lakini operesheni kama hiyo itakuwa ngumu na ya hatari na matokeo yake hayana uhakika. Maeneo makuu ya nyuklia yamezikwa chini ya ardhi na yanaweza kufikiwa tu kwa kuyalipua kwa mabomu yenye nguvu sana. Ingawa Marekani inamiliki mabomu haya, Israel haijulikani kama inayo. Hata hivyo, kiongozi mkuu Ayatollah Ali Khamenei wa Iran alisema katika siku za hivi karibuni kwamba hakuna mwenye uwezo wa kufikia maeneo yenye nyuklia katika ardhi ya Iran. Ni kutokana na kwamba pamejengwa katika hali ambayo hakuna uwezekano wa kuweza kushambulia, lakini pia kuna ulinzi wa anga ambao ni imara zaidi, kiasi kwamba katika namna moja ama nyingine Iran inaamini makombora ya Marekani pamoja na Israel hayatoweza kufikia katika maeneo ya miundombinu ya nyuklia ya Iran. Iran ina hakika itajilinda yenyewe, ambapo ni pamoja na kushambulia mali ya Marekani katika eneo hilo na kurusha makombora kwa Israel. Marekani inatambua vyema kwamba Iran ina makombora mazito na makombora ya masafa marefu, na inakumbuka mnamo Oktoba mosi mwaka 2024 zaidi ya makombora 200 ambayo yalirushwa na kuharibu mfumo wa anga wa Israel, kiasi kwamba Iran ikachukua maamuzi ya kuanza kutengeneza tena. Ni mfumo wa uzuiaji wa makombora wa Iron Dome ambayo unaaminika duniani kote kwamba hakuna mfumo mwingine zaidi ya huo. Na wakati huu, kutokana na jambo hilo, Israel imekuwa na wasiwasi sana kwamba kama Marekani itakubali katika makubaliano ya kuhakikisha kwamba Iran iendelee na utengenezaji wake wa nyuklia ambayo wanadai ni kwa ajili ya matumizi ya kiraia, lakini pia juu ya makombora yake ambayo hayatasambaratishwa kama ambavyo Iran imedai, basi kutakuwa na hatari kubwa juu ya usalama wa Israel. Mtazamaji, endelea kutufuatilia na usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii. Naitwa Adam Hussein.